Habari, karibu kwenye session yetu ya leo. Mimi ni Josephat Raphael Nkungugu, ni mhitimu wa taaluma ya IT kutoka chuo cha DIT. Tuweke neno host, ndio? Tuseme host, ndio? Okay. Safi. Habari, naitwa Josephat Raphael Nkungugu. Mimi ndiye host wa kipindi hichi cha mashule. Ni zaidi ya darasa. Karibu leo tujifunze kwa habari ya namna ambavyo unapaswa kufanya unapoanza safari yako ya masomo ukiwa chuo kikuu ili uweze kufanikiwa kama nilivyofanikiwa. Cha kwanza kabisa inabidi uifahamu kozi ambayo unaenda kuisoma. Na useme kuifahamu, hapa tayari napata makundi mawili. Kuna watu ambao wanasema walienda kusoma kozi ambao wanaipenda chuoni, kuna watu ambao wanaenda kusoma kozi ambazo ni kwa sababu inabidi wasome. Kwa maana kwamba pengine wamechaguliwa na wazazi au ni mfumo kulingana na ufaulu wake umembidi achukue hiyo kozi au vigezo vingine vyovyote. Wapo wana sababu mbalimbali ambazo zinafanya kusema kwamba nimekuja tu kutimiza wajibu lakini ndani yangu sioni kama hii ndio kozi ambayo ninaipenda. Hasa kwanza kabisa nianze na hawa watu ambao wanakuwa na ukinzani kwenye nafsi zao kwamba hii sio kitu ambacho nataka nikifanye. Mimi nikutie moyo tu kwamba hakuna kozi bora kuliko nyingine kwenye swala la mtu kuwa mbobezi na kuwa bora kwenye hilo eneo na watu wakakuamini na kukupa kazi za kufanya. Nikisema hivi simaanishi kwamba hakuna kozi ambazo zinahitaji kiwango cha juu cha ufaulu kwenda kuzisoma, lazima ambazo zinahitaji ufaulu wakati kwenda kuzisoma, lakini ninachomaanisha hapa ni kwamba kuna kiwango fulani cha ubora ukiwa nacho kwenye taaluma yote ambayo ipo katika vyuo ambavyo tunavisoma, kitakutenganisha na wengine na kitakufanya uweze kupata nafasi ambazo wengine hawezi kuzipata. Hasa hicho kiwango cha ubora huwezi kufikia kwa sababu huna upendo na hiyo kozi, unasema hiyo sio kozi yako. Huwezi kufikia. Lakini ukiamua kubeba mzigo kwamba nipo hapa kwa muda niliopewa na Mungu kufanya kazi ambayo nataka nifanye ambayo ni elimu au shule, utakuwa na uwezo kufanya vizuri. Kwa naomba nitoe mwongozo mzuri wa mtu ambaye aidha umependa kusoma kozi unayopenda ambayo unaisomea au hukupenda. Ikatokea tu uko hapo. Amini kwamba huo ni mpango ambao upo kuweza kufanikisha. So ijue kozi yako manake ni kwamba kuna watu unakuta amekaa mpaka amefika wiki ya 3, wiki ya 4 ya kufungua chuo, alafu hata hajajua atakuwa na moduli ngapi na hizo moduli zikoje. Hautakiwi kufanya hivyo. Inabidi ujue moduli zako ni zipi. Ikiwezekana jaribu tafuta namna ambayo utakuta na wanafunzi ambao wanaendelea wakupatie content, wakupatie baadhi ya materials ili make sure kwamba unaanza kuwa aware na hiyo kozi. Lakini pia naosema ijue kozi unayosomea, hii ina maana pana. Kwa maana kwamba anza kufikiria nikihitimu mimi nitakuwa ni mtu wa kufanya kazi za aina gani. Hili ni muhimu sana kulifahamu. Kwa sababu litakufanya uanze kufanya kinakita reverse engineering au kugeuza mada kuanzia mwisho unaileta mwanzo. Kwa sababu kuna baadhi ya behavior au tabia au mwenendo ambao unabidi mtu ujenge tangu ukiwa uko mwanafunzi ili kutengeneza mazingira yawezeshi wewe kuweza kufanya vizuri unapokuwa kazini. Mfano, kuna baadhi ya taaluma ambazo zinakutaka ili uzifanye kwa ubora zinakutaka uwe na uelewa wa kompyuta. Yaani kompyuta ndio sehemu ya wewe kufanya kazi yako kwa kila siku. Kwa kumbe unapoanza kusoma masomo kwa chuo lazima kompyuta iwe rafiki yako sababu mwisho wa siku utakutana nayo. Labda utakuwa mwalimu wa sekondari, pengine chaki itakuwa rafiki yako sana. Nichukulie mfano, japokuwa kompyuta pia utahusika nayo. Lakini unaweza kuwa wewe utakuwa mtu let's say accountant, CPA kwa mfano, certified public accountant. Wewe utafanya kazi kwa kifaa chako cha kila siku ni kipi? Utacheza na Excel, utacheza na Tally na software zingine ambazo zitakusaidia kufanya kazi zako kila siku. Kwa hiyo kitendo cha kujua kwamba mwisho wangu nikitoka nitaenda kusoma, nitaenda kufanya majukumu ya aina gani, inakupa picha mwanzoni kabisa uwe ni mtu wa aina gani unapokuwa unasoma. Hilo ni muhimu sana. Lakini kwenye kufahamu kozi yako pia, kwenye zile modules ambazo zinaijenga kozi yako, inapaswa ujue kitu kinachoitwa course outline. Hii
inapaswa upewe mwalimu anapokuja kuattend darasa kwa siku ya kwanza, lecture wako. Ambao wanaelewa huwa wanakuja nao kabisa kwamba huu ndio mwongozo wetu. Kwa nini? Kwa sababu kozi moja inaweza ikawa pana kiwango ambacho utasoma kwa miaka yote 3. Pengine hata miaka 3 itakapoisha utakuwa haujaimaliza bado. Maana yake nini? Unapaswa kujua kwa muda ulionao, kwa semester ulionayo, ni eneo gani ndio umelikava kwa sababu moja. Wakati utakapokuwa unapimwa kama mwanafunzi, yule anayetunga mtihani ataangalia outline ya kozi yako. Ataangalia ile target area ambayo ulipaswa wewe kuikava ndio atakapotungia mtihani wako. Hasa kama ulisoma vitu vingi zaidi, unaweza kuwa unajibu vitu ambavyo viko ni nje ya scope yako, ukawa ngumu kufanya vizuri, na unapokuwa una upungufu wa content itakuwa changamoto pia kwa sababu utashindwa kujibu vitu kwa uelewa. Kwa hiyo kozi outline lazima uifahamu. Kwa whether mwalimu ataileta akupatie au lecturer wako, unapaswa kuiuliza uipate ili kupe mwongozo mzuri. Hilo ni eneo la kozi. Nje ya kozi unapaswa kumfahamu lecturer wako. Sasa kwenye lecture hapo kuna kitu tuelewane vizuri. Ulivyosoma huko form 1 mpaka ukahitimu form 4, ulikuwa na watu wanaitwa walimu, mnaita sir, madam, teacher, it's fine, hamna shida. Ulipofika advance form 5 form 6 the same way. Hata ambapo ufika form 6 sawa, ukaja chuo. Chuo majina yanabadilika, na hayabadiliki tu kwa sababu yanabadilika. Yanabadilika na kwa maana tofauti. Mfano, chuo tunaita mtu lecturer. Tena inakaa vizuri kusema lecturer. Hapo ndo tutaelewana vizuri. Lecturer is not a teacher by default. Lecturer sio mwalimu. Na ukiweka hivi itaeleweka vizuri kwa maana kwamba mfano kuna ma lecturer watakuja kuwafundisha, nitakupa maana yake tu muda mfupi hapo mbele. Wanakuja kufundisha na kusema hivi, sintoka nitoe notes. Ni nitakachokisema hapa, wewe either uchukue maneno yangu uandike iwe notes zako au uende online kwa maana mtandaoni ukatafute content wa kujua wewe, lakini sintokupa notes, lakini nitatunga mitihani, test na final zote kama kawaida. Ukiwa kwenye mazingira mengine yale kabla ya chuo kikuu, hutosikia mwalimu ambaye anaitwa teacher akasema neno kama hilo, kwa sababu yeye anakufundisha. Hasa chuo, lecturer kazi yake ni kutoa lecture. Lecture kwa lugha rahisi ni kutoa mwongozo tu. Ndio maana kuna maana kuna baadhi ya vyuo wanasema ile ni lecture room. Lecture room ukienda mule ndani ni mtu tu yupo pale, ndamzungumzia lecturer, ana content zake, pengine ana display kwenye projector, ana slides zake kadhaa, ataongea masaa yake maule yakiisha ataondoka. Au kipindi husika kulingana na muda uliopo ukiisha ataondoka. Huyo ndio lecturer. Sasa kuelewa hiki kinakusaidia kwa sababu kinakufanya upunguze utegemezi kwa huyo ambaye anaitwa lecturer, na badala yake ujue namna kujibebelea mwenyewe, namna kujua where do I get the right content to study. Ndio maana pale kwenye course outline nilisema mwanzo ni muhimu kwa sababu kishaipata ile pale, sasa when you do your fetching, unapofanya namna yako ya kutafuta content mahali, inabidi zi-align na kile ambacho kwenye outline kilikuwepo, kwa sababu hata yeye anapokuja kufanya lecture zake huaga na make sure kwamba anatembea na ile outline ambayo iko pale. Kwa hata ikupa notes au usikupe notes, ule muongozo unakusaidia kwa sababu utakufanya usitoke nje ya reli kwa kuwa labda na kusoma vitu vingi zaidi au kusoma vitu vichache ukashindwa kuwa na muongozo mzuri. Kwa elewa tu kwamba kuna flow tofauti ya namna ya kujifunza unapokuwa uko chuo kikuu, unapokuwa kwenye elimu ya kawaida kule, kwa sababu huku mara nyingi wapo kukusaidia kukupa muongozo wa nini cha kufanya, sio kukufundisha na kukupeleka kwenye step by step namna ya kufanya jambo. Hilo ni muhimu kulifahamu. Lakini pia mfahamu lecturer anayekufundisha kwa majina yake halisi. Kwa nini? Kwa sababu unapata changamoto, matokeo yamefanya vitu gani na nini, we know, wamesoma chuo nafahamu. Unapoenda kwenye uongozi wa juu, pengine ni head of department, head of whatever things ambaye unaweza kumwapocha kusaidie, watakuuliza mwalimu wa somo lako ni nani. Failure to recognize ni nani, moja kwa moja wanakupa red flag au wanakuwa suspicious kwako, pengine wewe huaga hudhuri vipindi na wewe pengine huna uelewa hata na course unayosoma, is like you're not serious enough. Kwa hiyo ni kitu muhimu. Nakumbuka wakati nasoma nilienda kumuona HOD wangu, alikuwa anaitwa Dr. Fimbumbaya, Dr. Haji Fimbumbaya. Nadhani atakuwa sasa hivi bado yupo pale kwenye taasisi ya IT kwenye department ya computer studies. Nilikuwa pale
niko nazungumza naye kuna mambo ambayo kuna discuss mambo ya nilikuwa club, nilikuwa ni founder wa club moja tu Cyber Club DIT, masuala ya cyber security hayo tulikuwa tunajifunza kwa pamoja pale. Kwa hiyo nilikuwa namwambia kwa una event tunaiorganize kwa pamoja kama taasisi kuweza kuwaita wadau wa eneo hilo la usalama mtandaoni, lakini pia na vijana waweze kupata hiyo knowledge ya kwenye industry player wanafanya nini na wafanyaje waweze kufanya vizuri hapo baadaye kwenye taaluma zao za usalama mtandaoni. Akaja mwanafunzi anasema ofisini sasa kwa HOD na changamoto matokeo yangu hayajapandishwa, kwa maana kuingia kwenye mfumo wa matokeo kuweza kuyaona kwenye system yake. Akamuuliza moduli gani, akaitaja operating system. Sawa, mwalimu wa hiyo moduli ni nani ili niweze kumfuatilia sasa tujue ni kwa nini matokeo hayajapandishwa? Akasema anaitwa akamuuliza mbona hujafikia mimi humjui? Sasa yuko hivyo. Akaanza kueleza muonekano ule mwalimu. Asema sasa naomba uende utoke nje ukamtafute mwalimu wa moduli hiyo ni ipi afu ndo urudi. Kitu kama hicho ni kitu ambacho kianza kana cha kawaida kwamba ukiwa chuo unaja kujua na malecture kujua nao sana inakuwa shida si nini, just do your stuff and move on. Sawa, unaja kufahamiana naye hongo hicho mpaka ujue ofisi yake ni ipi anakaa wapi. Inaweza siwe hivyo, lakini kujua taarifa zake rasmi ni zipi itakusaidia, kwa sababu unapotaka kuescalate jambo lao kwa kulipa kwenye ngazi nyingine ya juu ni muhimu, kwa sababu usipokuwa na tracing itakupa changamoto. Kwa hiyo know your lecturer, lakini haishi tu kujua jina lake, mjue kulingana na behavior zake. Kiukweli lecturers hawafanani kama ambavyo walimu wako walikuwa hawafanani upokuwa kwenye level ya zingine huko level au kwingine. Na usema hafanani maanisha nini? Nimekupa mfano hapo, kuna mwalimu anakuja anasema story notes nafundisha hapa, na kama hauatendi vipindi vyangu ambacho hutokisikia ndo utachotoka kwenye mtihani, kwa maana kwamba yeye anasema ninachokiongea na wakati na nikikumbuka na kwenye mtihani nitakiuza hicho. Sasa kama hujaja kwenye vipindi vyangu na ukasikia ninachokiongea, maana yake kwenye mtihani maswala yakija hutoka uyafanikishe. Sasa hiyo ni muhimu. Kwa sababu gani? Unavyojua behavior za lecturers, na hata kuambia kitu sio yeye anaweza kumpata ile siku ya kwanza akija kuna lecturer ambao wanakuwa very clear ni mtu aina gani. Na namkumbuka mmoja yeye akija anakuambia we are going to make rules, tuna set rules pamoja alafu tutaishi nazo. Na anavyosema ku set rules na maanisha yafuatayo. Mmoja anakuambia ukinikuta nimeingia darasani nishaanza kufundisha, kama wewe umechelewa just do your stuff usiingie. Mwingine anakuambia tumekubaliana kwamba tutakuwa tuna test kadhaa na tutakuwa tunazifanya kwa style fulani. Mwingine anakuambia tumekubaliana kwamba kipindi changu kitaanza asubuhi saa 2. Wana set hizo ground rules ambazo zitawasaidia kumove pamoja. Wapo ambao wako very clear hivyo. Lakini kuna wengine hata kuambia mambo yake anayofanyaga, ila una experience kama wewe mwalimu ndo yeye sio cohort ya kwanza kuifundisha, maybe kuna miaka ya nyuma, unapaswa kujua background ya mwalimu, anamudu vitu, anafanyaje vitu vyake, kwa sababu usipojua hicho kitu kitakupa changamoto. Mfano, wakati nasoma kuna mwalimu mmoja wa masomo tunaita masomo ya GS. Na this is just a side note kwamba wewe unayosoma chuo make sure kwamba masomo yote tunayapa equal weight. Simaanishi kwamba equal weight kwa maana kuyapa muda sawa. Huwezi kufanya, kwa sababu ukifanya hivyo utakuwa unafanya makosa, utafanya vizuri, kwa sababu masomo yanatofautiana ugumu na namna ambavyo unabidi approach. Lakini equal weight kwa namna na seriousness yako kuyafanyia kazi. Kwa sababu huko chuo waga wanasemaga hao walimu wa masomo ya GS, ndipo GS maana ni general studies, masomo ambayo yanakata cross courses zote. Haijalishi utasoma course gani, lakini utayasoma. Masomo kama communication skills, masomo kama tunasoma masomo engineering, masomo kama mathematics, waga yanakata cross. Wale walimu huwa wanaelewa kwamba sisi wanafunzi we don't care about their subjects, and because of that every single mistake ambayo inatukuta sisi they take it seriously, kwa sababu wanasema it just happens because hukuwa na ile care ya hayo masomo. So be sure that you follow the procedures za hao walimu. Hata ukutana na mwalimu mmoja, mwalimu alikuwa anafundisha statistics and probability. That man yuko vizuri kwa procedures zake. Mfano, this is inaweza usielewe lakini ipo. Yeye alikuwa anasema hivi, akifika kwenye session, kwa maana kwenye kipindi, hataki kusikia meza zinasogezwa wala viti.
Kwa sababu is like anasema ninyi mlikuwa mjiandaa kwa somo. Kwa sababu haiwezekani, na hapa nazungumzia maeneo ambayo sasa mifumo yake maana kama kuna meza ambazo ni movable au viti na nini. Anakuambia ninyi mkuwa serious na darasa au na kipindi, kwa sababu mlipaswa mjiandae, mtulie. Nikifika mimi off we go, tunaanza session. Sasa nafika mimi, wewe unachukua kiti na kipeleka huku, what is that thing? Hiyo kitu inaanza kumpa shida, kwa maana anaanza kapanic kaongea hata dakika 5 mpaka 10. Huko akitupa usia kwamba wakati unasoma wao miaka hiyo, how does the stuff were done? Yani mambo yalikuwa yanafanyikeje? Na hiyo kwa kweli si tulichukua tofauti, baadhi wengine wakasema of course kuwa na good manner is a good thing. Lakini ile kitu haijaishia kwenye neno lolisema hapo kwa habari hiyo kwamba kwenye organization ya formation ya ukala darasani kwa utaratibu, hadi kwenye mifumo mingine uko mbele kwa na changamoto fulani. Kwa ni vyema ukatambua tabia na taratibu za lecturer wako vizuri. Nje hapo, ili ufanye vizuri kama mwanafunzi, make sure una everything in need wakati unapotaka kuvitumia. Mimi nakutana na watu wakwambia una notes za fulani, afu hapo yuko kwenye wiki ya 6, wiki ya 7 ni test. Sasa najiuliza, why don't you be careful enough to be sure that una all the required materials wakati unapotakiwa uwe nazo. Kwa na kutia moyo au na kushauri kwamba hakikisha kwamba una material yote muhimu wakati inapohitajika, sio wakati ule unapotaka kuzima moto. Kuna gari tunasema kuzima moto kwa sababu unakuwa una a day before exam ndio leo unasema kwamba kuna notes mwalimu anataka kushare, naomba nizipate nizitumie. Hiyo inaitwa kuzima moto, manake wewe unataka ule vitu leo kesho kavifanyia kazi, na itakupa namna ambayo pengine sio nzuri. Jambo la 4 ni kwamba kuwa makini kwamba kuna masomo ambayo kwa asili yake yanakutaka uyape muda wa kufanya practice, na kuna masomo ambayo unaweza ukawa na mazingira fulani ya kuyasolve kiwepesi. Mfano, mimi naheshimu sana mathematics, hesabu kwa sababu asili yake ni kwamba sio somo la kukariri vitu. Formula zinakuwa tu chache, lakini namna pekee ya kuweza kupambana na changamoto zake ni kuwa na uwezo kufanya practice as much as possible. Kwa hiyo mimi huaga na washangaa watu, hao watu huaga ni changamoto kufanya vizuri. Mtu ambaye ana take time kufanya hesabu wiki moja kabla ya test au wiki moja kabla ya final, ndo anaanza kufanya a bit of trying na nini, anapitia tu ile mifano tu ya mwalimu na baki nayo hiyo. Mimi sikuwahi kufanya hivyo. Huaga najua kwamba hesabu usipoipa muda wa kusolve enough problems, you'll face a very good issues unapokutana na mtihani. Na kwa sababu hiyo nilikuwa niko serious kwa kiwango ambacho naweza nikatenga hata Jumamosi fulani hivi nikakaa na solve maswali peke yake hiyo Jumamosi husika, kitu ambacho usipokipractice kwa rahisi na kwa changamoto. Masomo ambayo nataka kukariri, of course yenyewe ana shida, unaweza kukomana vitu leo pengine ukakesha mpaka asubuhi ukaviandika pale kwenye mtihani, no one knows kwamba eti wewe ulikesha ndio maana unaandika vile vitu. Hakuna anayejua, ni wewe tu na content zako. Lakini na kuhakikishia uwezo ukaisolve hesabu leo, kesho mtihani na ukafanya vizuri. Bahati itakuwa moja tu, kama mifano kama ilivyo ambao ulipewa na mwalimu ambao umepitia usiku kesho mtihani, na yeye alete kama ilivyo, there you are, hapo na kuhakikishia utafanya vizuri. Lakini kama ni mwalimu ambaye kakupa mifano afa atakuja kukupa swali ambalo lina scenario tofauti na ile mifano, hiyo kwa kweli itakupa mazingira ambayo utashindwa kujibebelea vizuri. Jambo la 5, mimi nilipokuwa nasoma masomo ambayo nataka kukariri, nilikuwa natumia formula ambayo nasoma tukiwa level. Sio kama nazikumbuka. Mfano, unafahamu kwa nataka kukariri zile elements za chemistry, ulikuwa na formula yako, ulikuwa unaimba, si ndio? Mimi naikumbuka, japokuwa ni muda mrefu kidogo. Najua na wewe utakuwa unaikumbuka. Halo Helena, ile beberu bora switch chinja naondoa nini figo nini, yule mzungu alikaa wapi, arudi kwao wapi. Unajua wimbo, ulikuwa na wimba. Ukiuimba ule wimbo una mention all the elements. Zinakuwa ziko pale, you can just get to know helium, whatever element, copper, nini, calcium na nini, unakumbuka. That formula kwangu haijaondoka, huwa naitumia hadi kesho. Na uwezo wa kuandika page ya 50 au page ya 40 nikazi summarize kwenye single page. Na hiyo single page nikiangalia zile short form nilizozitengeneza, nikawa na uwezo wa kumemorize all the content. Kwa hiyo mimi hapa inapokuja somo ambalo linataka nijibu point 6
0.8, 0.5, I'm always good. Na ninapofika tu kwenye chumba cha mtihani nikifanya nageuza tu booklet yangu kwa nyuma, naanza kumesha zile short form zangu zote ambazo ziko kichwani naziweka pale. Kwa hiyo nikiziweka pale hizi sinchanganye, nikiziweka pale sana naanza kuzi broaden. Na sasa okay, labda nimeandika kwa mfano kuna ile inaitwa nilikuwa naita PADIM, ni procedure za kufanya software development life cycle inavyokuwa ina move. Sasa hii ni kwa wale ambao wamesoma masomo ambayo ninasomea masuala ya kompyuta. Kwa kwenye ile software development life cycle, nikisema mimi PADIM ipo kwenye head, naelewa hiyo PADIM what does it mean kwenye zile pati zake zote. Kwa najua by A ni analysis, D ni development, kuna I ni implementation, M ni maintenance, kuna ile ya kwanza, P ni problem unakuwa ni process ile pale. Kwa nikifika pale ile PADIM nikiweka pale, then naanza kunarrate sasa okay, P ni nini, A ni analysis, I ni implementation, M ni vyote viko pale. Nikiweka ndo nakuja sasa naanza kujibu. Kwa napokuja kusema ku describe, actually kama unaelewa vitu unajua kwamba analysis nini. Unaeleza analysis nini mpaka mwisho. Unavyo analyze ile requirement zako kwenye requirement. So it was very the same formula kwenye Halo Helena ile beberu bora huko. Kwa mimi hapa ninavyokuambia unaona kwamba somo lolote ambalo ni la ku-create content, mimi kwa kweli I'm good at it. Uwezo kunikimbiza. Ndio hizo yeye ambao unaziona kule. Na somo ambalo linataka kusolve, nilikuwa najua kabisa kwamba leo kesho Stoboy nilikuwa najipa muda nyuma huko wa kujiandaa kufanya enough practice za maswali na vitu kama hivyo. Kwa mfano labda nikupe formula ambayo iko very clear. Masomo yanafanana, ni ma content tu ndani tofauti, lakini structures all the same. Nikisema mfano ukiona mtihani ambao sio hesabu, utakuwa na nini? Utakuwa na maswali ya mention, sio? Describe, explain, maybe utoe reasons za vitu fulani. Hasa vitu ambavyo kwangu ni rahisi kabisa, waga na visoma kwa sababu nasoma maana yake naelewa. Wakisema nitoe reason of something like why this, ile because, sisumbukai kabisa. Siwezi kuweka short form because I just describe. Haya, mention, then akisema tena mention, I have the formula there ambayo inasaidia kuweza kunarrate, kupangilia kwamba ni short form ipi nikikariri inaweza kanipa the whole meaning ya ile content nzima. Haya, explain again. Explain maana kama take time kuelewa jambo, uweze kukalili ku explain kitu. Unakielewa, you can just put your own words na it make sense. Sikalili chochote. Kwenye point ndio napata muda sasa wa ku make sure kwamba kwa sababu point there is no alternative to the point. Kama neno analysis, kama neno implementation, kama neno maintenance, kama neno development au neno deployment, uweze kusema kwamba maybe kama unaelewa English vizuri kuweka alternative ya neno deployment pengine za make sense. Lakini kama ni kitu ambacho ni point as a point, it has to be in your head. Lakini maelezo ile point, you don't need to cram it. You can just find a way to describe it to make sense for ambaye na mark as kuelewa. Hiyo ni muhimu sana. Another thing about me, kwenye ujibuji wa mtihani, huwaga najaribu kuwa mtu ambaye I can take whatever I have in the head regarding that question niweke pale. Waga sinaga habari. Mimi of course kwa mtihani waga wa mwisho kutoka sometimes. Kwa nini? Kwa sababu I'm trying to make sure kwamba whatever I have in my head regarding that content naweza nika deploy. Mfano, mimi ninapojibu mtihani, kwanza kabisa waga najua kitu kimoja ambayo hiyo ni kitu ambacho nakifahamu since nilipokuwa naanza chuo, na kilinisaidia sana kwamba ni sio kwa ubaya lakini ni trick ambayo naijua na ni kweli. Wanao maki walimu, they are always busy. I know that. Ana script 200 anataka kuzifanyia marking, ana script 150. So yani kwenye kichwa changu ndio kwamba anaposhika karatasi yangu hatakiwi kusumbuka, anatakiwa aone anataka kuyaona na anipe marks zangu niweze kuondoka nazo. Hiyo kitu ipo kwenye kichwa changu na siwezi kuiondoa ninavyoendelea kusoma huko mbele nikifanikiwa kuendelea masomo. Na maanisha nini hapa? Kwa mfano, nikiambiwa swali kwamba describe 5 element that you know of whatever things. Hiyo describe inataka niandike kwamba okay, this afu naanza kuelezea. I don't do that. Waga naanza na mention. Nikimention hivyo vitu vitano pale juu, ndio chini najibu ile swali la describe. What does it mean? Yule mwalimu nimekuambia they are always busy, si ndio? Anavyoshika script yangu mimi, anavyoangalia tu zile point ziko sahihi, kule chini najua tu anakuwa na timu za wajibu. Ata mark straight bila kupepesa macho,
na atanipa tu marks zangu vizuri kama ambavyo natakiwa. Hii maana yake nini? Kuna watu wengine wanavyoandika ile maybe kitu cha kudescribe, anaweka point paka kuna muda point anaja kurekebisha na maelezo paka yule mwalimu, kwani huyu point anaelezea hapa ni ipi? Unamconfuse. Kwa inabidi aanze kusoma yale maelezo yako ndo amark based on those maelezo ambayo yako pale. Kumbe ungemrahisishia tu kwamba hey, sorry sir, I understand what you are asking me and this is the point ambazo umenitaka ni kujibu. Umeziona? Ndio, nakuelezea sasa huko chini. Sasa akiona pale juu ziko sahihi chini. Sasa changamoto ni ukiwa sasa unaongea vitu ambavyo sio vyenyewe. Sasa hapo ndo ukifanya hiyo procedure utapata sifuri kabisa, sababu utampa nafasi ya kukasirika mapema kabisa kwamba yani huyu mtu hajaelewa kabisa swali. Kwa hiyo be sure kwamba if you know the point, ziweke pale juu kama zilivyo. Zikiwa ziko sahihi, atakuwa excited na atafuatilia huko chini. Anza asimaki zile point ambazo umemention pale, akaja kumweka kwenye maelezo huko chini ambayo ni maelezo pamoja na point, lakini tayari ushamtengenezea confidence kwamba this student anaelewa ambacho anakifanya. So those things ni vitu ambavyo ni vichache, lakini vinakupa nafasi nzuri ya kuwa na uwezo wa kufanya vizuri, kwa sababu vinakuseti apart na the rest of the majority ambao wanakuwa wanafanya mitihani yao wakati wa chumba cha mtihani. Kwa hiyo ni muhimu sana, kwa sababu mimi nimeifanya na imekuwa na matokeo mazuri. Jambo lingine, unapokuwa unasoma, know your studying style. Mfano, mimi naelewa kwamba I do understand way better ninapokuwa na communicate. Sasa naposema know your style, nowadays kuna advantage ya technology na mimi nimeitumia vizuri. We have AI nowadays. AI ina nafasi kwenye elimu, ina changamoto ambazo imezileta, lakini pia ina a lot of benefits ambazo imezileta. So from my side, I can talk a bit about how do I use AI in my studies. Nilikuwa natumiaje AI? Nilikuwa kwanza kabisa nasoma kwenye content ambazo mwalimu kanipa. Kumbuka tumeongea by outline, nisitoke nje uhalisia, sababu yaanza kuambia kila kitu. Kwa hata kitu ambacho hakipo kwenye mtihani hakuambia which is not a good idea. I mean hakipo kwenye outline ya mtihani ya mwalimu, na maana yake ndio kwenye mtihani ndio kikuta. Anza kuambia which is not, kwa sababu ya is like ana kila kitu. So you have to understand first limits are your scope of learning, ndio uende kwa AI sasa. Kwa nikienda mimi kwa AI ninachokifanyaga before, kwanza nakuwa nishakuwa na my own knowledge before. Nishasoma notes za mwalimu, nishasoma online content sababu nazanka ninachokifanyaga kama sisi kwenye AI hapo nitarudi baadaye. Ninachokifanyaga ni kwamba nikiingia kwenye semester mpya naenda kuangalia zile moduli zangu zote. Ziko 7, ziko 8, ziko no matter about the number. Nikishazitambua, natenga muda, naweka bundle langu la kutosha na hiyo ina my laptop, naanza kudownload content. Na download most of the content, mara nyingi nakuwa naangalia kwanza ile somo gani. Kama ni more practical, na download video za YouTube, na download pia na content za kawaida za Google PDF. Kwa mfano, let's say nitasoma database management. Kwa naingia pale Google, naandika database management, nataka file type iwe either, nikisema file type maana yake namna ya kusearch Google ili upate what you're looking for. Sieni kusearch Google nipate notes za kusoma pale kama few stories. No. Na nipate vitabu, content, kila kitu. Kwa nikienda pale nikasema database management PDF zinakuja pale na download. Nikimaliza naandika tutorial question za database, zinakuja pale na download. Sababu baadaye mimi na mtindo wa kufanya review ya maswali ambayo yako pale na download. Kwa baada ya muda nakuwa nina file langu kwenye laptop. Hilo file lenyewe nimeandika let's say third year semester 1. Nikiliweka hilo file ndani mle ukilifungua unakutana na moduli zote 8 au ngapi ambazo unazisoma. Na hizo moduli zote unakutana sana hizo individual content ambazo tumesha download tayari ziko pale. Maana yake ni nini? Simtegemee mwalimu, sababu nishajua kuna walimu ambao wanakuambia mimi sina notes. Na kuna hata muda mwingine ukiuliza wanafunzi waliomaliza kwa mwaka ambao wako mbele yako, kuna wengine wanakupa code, kuna wengine hawakupatii. So before kumtegemea yote, wewe unakuwa na my own skills of getting my own notes. Na hapa na download. Ukiandika tu pale PDF wanakuja. Ukiandika tu database management vitakuja vitu vingi vya tofauti. Kwa hiyo sababu nataka download vitabu, download notes, download nini, you just type PDF au docs, kwa maana document kawaida ya Word zinakuja pale. Organize, download na zipack. Nikisha pack, now I'm good. Namsubiria mwalimu aje. Aniambia outline. Kwa navyokuwa nasoma zile notes, naangalia outline yangu hapo. Nataka ni kwenye hichi kitabu nzima nataka nisome hizo topic mbili. Hizi zingine muda wake usoma bado naachana nazo. Kwa hiyo nimekupa hizo tips kadhaa zikusaidie wewe ambaye unaanza maisha yako ya chuo
au labda unaendelea umeshakuwa chuo na unatamani kufanya vizuri zaidi kwenye masomo yako, apply hizo formulas na nina uhakika zitakufikisha mbali zaidi. Asante na karibu. Hii ni Mashule Shule, ni zaidi ya darasa, na mimi ni host wako Josephat Raphael Nkungugu, na Mungu akubariki.